Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nipende kuwakaribisha katika tafakari ya Dominika ya 3 ya Pasaka. Ikiwa leo ujumbe wetu mkuu wa masomo ni nguvu ya Ekaristi. Katika somo la kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 14 aya 22 hadi 28, tutamuona Mtume Petro akiwa anasimulia kuhusu Yesu wa Nazareti, kwamba alidhihirishwa kwetu na akafanya miujiza mbalimbali ya pamoja na ishara na maajabu mbalimbali ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yetu. Lakini sisi ingawa tuliyajua yote hayo toka zamani, hatukumsikiliza bali tukamsulubisha katika mikono ya watu wabaya, wakamuua na yeye akamfufua. Na katika somo la pili inatoka katika waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya kwanza aya 17 hadi 21, na hapa tunamuona Mtume Petro akihadisia kwamba Mungu Baba yetu mwenye haki na mwema amemtuma mwanaye mpendwa wa pekee kuja kutukomboa kupitia kwa damu yake ya thamani, damu ya Kristo iliyomwagika pale msalabani, kutukomboa kutoka katika matendo na mienendo yetu mibaya. Hivyo inatupasa kuishi katika hali isiyokuwa na dhambi, tuishi bila dhambi ili tuweze kuifikia mbingu. Na kwa kuwa imani yetu ipo kwa Mungu aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu, akampa utukufu, hivyo hata sisi na leo tunaalikwa tumaini letu liwe kwake, liwe kwa Mungu, ili nasi tuweze kuifikia mbingu. Na katika somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mwinjili Luka sura 24 aya 13 hadi 35, tunaona Yesu anakutana na wafuasi wawili waliokuwa wakienda katika kijiji cha Emau. Walikuwa wakisemezana juu ya mambo yaliyotokea, juu ya mambo yaliyotokea Yesu. Naye Yesu alipokutana nao, hali macho yao yakiwa yamefumbwa wasimtambue kuwa yeye ni nani, akawauliza kwamba wanasemezana juu ya nani? Wanasemezana juu ya nini? Nao wakamwambia kuwa, je, hauyajui yote yaliyotokea yaliyompata Yesu? Kwamba aliuliwa akazikwa, na wanawake walivyoenda wakatuambia kwamba hayumo kaburini, na sasa ni siku ya 3 hajulikani alipo. Na Yesu akawaambia, kwa nini wana mioyo migumu ya kuamini? Toka Musa na manabii mpaka sasa hawaamini chochote. Walipokaribia katika kile kijiji, ilikuwa usiku umekwisha anza na giza lilikuwa limekwisha anza kuingia. Nao wanafuasi wale wakamshawishi Yesu waweze kwenda katika sehemu wanapoenda ili wapumzike kwa ajili ya usiku huo. Naye Yesu akakubali, naye alipoenda wakamkaribisha chakula. Naye akachukua mkate na akautwaa mkate ule, akaubariki, akaumega, akawapa. Na baada ya kuwapa, tunaambiwa macho yao yalifumbuliwa yakafunguka, wakamtambua. Na baada ya kumtambua Yesu akapotea. Wakabaki wakijiuliza, mbona hatukumtambua tokea njiani? Wakarudi Yerusalemu kushuhudia yote walioyaona, kwamba Yesu amefufuka kweli kweli. Wapendwa katika Kristo, kama nilivyokwisha kutangulia kusema, ujumbe wa leo wa masomo yetu haya matatu unabebwa na nguvu ya Ekaristi.
Katika somo la kwanza tunaona Mtume Petro alipokuwa anawaelezea wale watu wa Uyahudi pamoja na wa Yerusalemu ya kwamba Yesu wa Nazareti ambaye alidhihirishwa kwao, ambaye alifanya miujiza mbalimbali, alifanya ishara mbalimbali ambazo alizifanya kwa mkono wa Mungu, ambazo Mungu ndiye alizifanya kwa mkono wake kati yetu. Na kama sisi wenyewe tulipokuwa tunafahamu na kwamba tunavyojua kwamba mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kujua kwake tangu zamani, lakini alisulubishwa, na aliposulubishwa kwa mikono ya watu wabaya wakamuua, na ambaye Mungu alimfufua. Hivyo tunaalikwa tutafakari katika maisha yetu ya sasa. Ni mara ngapi tunamkataa Yesu? Mara ngapi tunamsulubisha? Si kwamba tunamsulubisha kama wale watu walivyomtoa kwa watu mikono wabaya wakampiga, wakamsulubisha msalabani. Hapana. Sasa katika maisha yetu ya sasa tunakataa mafundisho mara ngapi ya dini tunayofundishwa na viongozi wetu wa dini? Mara ngapi tunaambiwa tusifanye jambo hili ni baya, lakini sisi kwa mioyo ambayo yetu ni migumu tunakataa kusikiliza yale mafundisho ambayo tunayapata kupitia mafundisho ya viongozi wetu wa dini. Neno la Mungu daima linatuelekeza tuweze kuishi maisha ambayo ni mazuri, tuweze kuishi maisha ambayo ni ya mwanga, tuweze kuachana na maisha ya giza. Lakini ni mara ngapi tunalidharau neno la Mungu? Hatulitii, hatulisikilizi. Hayo ndiyo mafundisho ambayo tunayapatiwa sasa na tunayakana. Tunamkana Yesu. Ingawa tunajua tunalolifanya sio jema, lakini bado tunaendelea kuwa na mioyo migumu, tunamkana Yesu. Hivyo kupitia miujiza mbalimbali, kupitia ishara mbalimbali, kupitia maajabu mbalimbali tunayoyaona, lakini bado tunaamua kuishi maisha ya giza, tunaamua kuishi maisha ya dhambi. Tuna amri 10 za Mungu, tunakuwa wagumu kuzitii, tunakuwa wagumu kuzitekeleza. Tunachagua maisha ya starehe na anasa ambayo yanatutenga na Mungu, ambayo yanatufanya tukane matendo ya Mungu. Hayo ndiyo yanatutenganisha na Mungu katika jamii hii ya sasa, katika ulimwengu huu wa sasa. Mara nyingi tunakataa kwenda kanisani, tunaamua kuchagua kwenda kufanya kazi zetu zile tunazozipenda, zile ambazo hazina faida zozote katika maisha yetu ya kiroho, ambazo ni kwa faida ya hapa duniani. Tunaacha kutekeleza, tunaacha kufanya mambo ya Mungu. Hivyo kama Mungu alivyomfufua Yesu, hivyo tumuombe nasi atufufue roho zetu ambazo ziko katika giza, roho zetu ambazo zinatenda matendo yanayoenda kinyume na mapenzi yake. Hivyo tuweze kujiongea katika meza yake, tuweze kujiongea katika meza yake, na meza yake tuweze kupokea Ekaristi Takatifu. Tukiwa katika hali ya giza, tukiwa katika hali ya dhambi, hatuwezi kupokea Ekaristi Takatifu. Hivyo kupitia Ekaristi Takatifu ambapo Yesu alivyosulubiwa pale msalabani, alichomwa ubavuni na ikatoka damu na maji, ambapo ndipo mwanzo wa sakramenti za kanisa, hasa sakramenti ya ubatizo na sakramenti ya Ekaristi. Na sakramenti ya Ekaristi, Yesu alikiwa pale msalabani alitusamehe dhambi, alibeba dhambi za binadamu, tukapata sakramenti ya upatanisho. Hivyo kupitia sakramenti ya ubatizo na sakramenti ya upatanisho ambayo ni sakramenti ya kitubio, ambazo ndizo sakramenti za wafu, ambazo hufufua roho zetu zilizouliwa na dhambi. Hivyo tuziendee sakramenti hizo. Ya ubatizo tulishabatizwa, haturudi tena ubatizo, bali katika sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya kitubio, tulivyobatizwa tuliondolewa dhambi. Lakini kwa kuwa sisi tu wadhaifu na miili yetu dhaifu, tukaanguka tena dhambini, na mara nyingine tunaanguka dhambini, hivyo tuna sakramenti ya kitubio.
tuiendee sakramenti ya kitubio ili tuweze kufufuliwa ile roho iliyokufa, roho iliyoliwa na dhambi. Tusiwe tunamkana Yesu, bali tuende kuipokea sakramenti ya Ekaristi, ambayo kupitia sakramenti hiyo tutaondolewa uchungu wa mauti. Tutaondolewa uchungu wa mauti kama somo la kwanza linavyotuambia. Tutaifunguliwa uchungu wa mauti na hautaweza kutushika. Na tukiondolewa uchungu wa mauti huo, ni kwamba tutaondolewa katika ile hali ya kufa, tutaondolewa katika ile hali ya giza na kwenda katika hali ya mwanga, ambapo tutakuwa katika upande, tutakuwa katika mkono wa Mungu ambaye atatuongoza, na daima tutakuwa tunatenda yale mambo ambayo ni matakatifu, ambayo tutapata uzima na tutajazwa furaha na Mungu katika nyuso zetu. Hivi wapendwa, katika somo la kwanza tunaalikwa tuweze kutii yale maagizo ambayo tunayapata kutoka kwa viongozi wetu wa dini, maagizo ambayo tunayapata kutoka katika neno la Mungu, kutoka katika mapokeo ya kanisa, ambayo yanatufundisha kwenda katika uzima wa milele, kuishi katika mwanga. Na kuishi katika haya yote ndipo tutakapoweza kushiriki kikamilifu katika sakramenti ya Ekaristi, ambapo ndio ujumbe wetu wa leo katika masomo katika Dominika hii ya leo. Hivyo tunaalikwa tuweze kubadilisha mioyo yetu migumu na kuweza kumwendea, na tutamwendea kwa kumuomba Mungu atuongoze, kumuomba Mungu Roho Mtakatifu atuongoze. Daima tutamweka Bwana mbele yetu daima, na kwa kuwa yuko kuumeni kwetu hatutadondoshwa, kama Zaburi inavyotuambia katika stanza ya 2. Hivyo tunaalikwa tuweze kusafisha matendo yetu ya giza na kuenda kuingia katika matendo ya mwanga, ili tuweze kushiriki katika Ekaristi takatifu. Na katika somo la pili ambalo linatoka katika waraka wa kwanza Mtume Petro, hapa tunaona masimulizi ya Mtume Petro akiwa anawaelezea wale watu kwamba Mungu Baba mwenye haki, ambaye anahukumu pasipo upendeleo, anatualika tuweze kurudi na tuishi katika imani, tuweze kuishi katika imani, ambaye pia alimtuma mwanae mpendwa aje kutukomboa kwa damu yake takatifu. Na kama tunavyofahamu kwamba tulikombolewa si tu kwa vitu viharibikavyo kama vile fedha au dhahabu, bali kwa katika mwenendo wetu usiofaa. Alimtuma mwanao wa pekee kuja kutukomboa, sio kwa mambo ya vitu vya dunia, bali kwa roho zetu, kutoka katika mienendo mibaya isiyofaa, ambapo kwa damu yake takatifu, damu ya thamani, damu ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na waa, ambaye ni damu ya Yesu Kristo, ambayo imetukomboa na tuko tumejua tukia zamani, kwa kabla haijawekwa misingi ya dunia, na ambapo inafunuliwa hata sasa kwamba damu ya Yesu Kristo. Hivyo kupitia damu ya Yesu Kristo ambayo iliweka, na ambapo ndipo mwili na damu tunavyovipokea katika kila siku tunaposhiriki ibada ya misa takatifu. Hivyo leo Mtume Petro anatualika kwamba tuweze kujiondoa katika hayo matendo machafu, matendo ya vitu vinavyoharibika, matendo yasiyofaa, maisha ya dhambi, maisha ya chuki, maisha ya kutokusamehe, maisha ya kutenda mambo mabaya ambayo yapo kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hivyo inatupasa tuishi katika maisha yasiyo na dhambi, tuishi maisha bila dhambi, na ili tuweze kufikia mbingu tunaalikwa. Na kwa kupitia imani yetu iwe kwa Mungu, na kama alivyomfufua Yesu kutoka katika wafu, hivyo na akampa utukufu, basi na imani yetu iwe katika yeye, iwe katika tumaini kwa Mungu, ili nasi pia tuweze kufikia nini? Tuweze kufikia huo utukufu wa Mungu, tuweze kumtumainia Mungu, na tumaini letu daima liwe kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo
Kama Yesu alivyotukomboa kutoka katika ile matendo mabaya, kwa kupitia damu yake takatifu iliyomwagika pale msalabani, na ambapo kupitia damu ya takatifu ndio mwanzo wa sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hivyo tunaalikwa kugeuza ile matendo yetu mema, tuache yale matendo mabaya na turejee kwa Mungu, tutoke katika giza. Kristo amefufuka. Mshumaa wa Pasaka unawakilisha mwanga. Tutoke katika gizani tuingie katika mwanga ili tuweze kufika mbinguni. Kama alivyomfufua Yesu akampatia na utukufu, nasi pia Mungu tukiamua kutoka huko atatuondoa katika dhambi, atatufufua roho zetu zilizokufa na atatujalia neema zake, na kwa kupitia pia sakramenti ya Ekaristi Takatifu tutapata neema mbalimbali ambazo zitatulinda na ambazo zitatuongoza. Na katika somo la Injili ilivyoandikwa na Mwinjili Luka, Injili ya leo, tunaona simulizi la wafuasi wawili ambao walikuwa ni miongoni wa wale wanafunzi wa Yesu. Walikuwa wakienda kijiji kimoja ambacho ilikuwa ni kijiji cha Emau, ambacho kilikuwa mbali kidogo na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Na walipokuwa njiani walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo yote ambayo yalitukia. Na ikiwa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe aliwakaribia na wenyewe walifumba macho, hawakumtambua. Akaandamana nao, na alipokuwa akiandamana nao aliwauliza, akamwambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnavyotembea? Nao wakasimama wakiwa wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao kwamba, ambaye alikuwa anaitwa Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako u mgeni katika Yerusalemu na ujui haya mambo yaliyompatia, kwamba Yesu Kristo aliyeuliwa akazikwa, na wanawake walipoenda wakarudi wakatuambia kwamba hayupo kaburini, na leo ni siku ya 3 na hajulikani sehemu alipo. Na naye Yesu akawajibu akawaambia, je, ninyi ni nani wenye mioyo mizito yenye migumu mnayoshindwa kufahamu? Akaendelea kuambia, msiofahamu ambao mmeshindwa kuelewa yale waliyosema manabii, kwamba ilimpasa mwana wa Adamu Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Ambapo alianza kuwaelezea kutoka kwa Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye, ambaye ni yeye mwenyewe. Na walipokaribia katika kile kijiji walichokuwa wakikiendea, naye alifanya kama anataka kuendelea, na kwa kuwa ilikuwa tayari mchana ulikuwa umeshakwisha, wale wa mitume wa wafuasi wake wa Yesu wakamshawishi kwamba wabaki pale kwa sababu usiku umeshaingia. Na alipokuwa ameenda kukaa pamoja nao, akachukua mkate, akautwaa, akaubariki, akaumega, akawapa, na wakafumbuliwa macho yao wakamtambua. Na baada ya kumtambua tu, Yesu alitoweka mbele ya macho yao. Wakabaki wakiambizana, mbona hatukufahamu, hatukumtambua tukiwa njiani? Basi wakaondoka siku ile ile, hakutaka hata kusubiria. Wakarejea Yerusalemu na wakakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao. Wakasimulia yale walioyaona, na kwamba Bwana amefufuka kweli kweli, na kwamba walipata habari ya mambo yale njiani na jinsi alivyotambuliwa nao katika kumega mkate. Hili somo lina mafundisho mazuri sana katika maisha yetu, nguvu ya Ekaristi. Na ndipo nilipotoa ujumbe huu wa siku ya leo, ambapo ndio nguvu ya Ekaristi. Hapa tunapata ujumbe mzuri ambao unatualika katika maisha yetu ya sasa. Katika kanisa Katoliki, kiini chake ni Ekaristi Takatifu, ambapo ndiyo misa yenyewe. Hakuna misa inayofanyika isiyokuwa na Ekaristi Takatifu. Pamoja na misingi ya zile sakramenti nyingine 7, ambapo mtu hawezi kuitwa Mkristo bila kupokea sakramenti ya ubatizo na kadhalika,
Lakini kiini cha Kanisa Katoliki na misa takatifu ni Ekaristi Takatifu, ambapo kupitia Ekaristi ndipo tunapopokea uzima, ndipo tunapopokea neema tele, ndipo tunapopokea nguvu la kuweza kuishi, nguvu la kuweza kuacha yale matendo yetu mabaya. Na kama katekisimu ya Kanisa Katoliki ndogo inavyotuambia, sakramenti ya Ekaristi ni sakramenti ya mwili na damu ya Yesu Kristo aliye kweli katika maumbo ya mkate na divai. Na kwa kupitia sakramenti hiyo tunapata neema mbalimbali nyingi, na kupitia mfano huo wa mitume wa Yesu walipofumbuliwa macho yao kwa kupitia Ekaristi Takatifu, nasi leo hii tunaalikwa kwamba Ekaristi Takatifu tunapoishiriki kamilifu tunafumbuliwa macho yetu, tunapata kuona yale yaliyo ya kweli. Hivyo ili kuishiriki Ekaristi Takatifu, kama wanafunzi walivyokuwa gizani, walikuwa hawaoni, walipofumbwa macho yao, walifumbwa macho yao kwa kitu gani? Matendo yao yasiyofaa, udhaifu wa kibinadamu, dhambi. Nasi tunafungwa na dhambi, ambapo hatuoni ule mwanga wa Ekaristi Takatifu, mwanga wa Yesu mfufuka. Walitembea na Yesu mfufuka lakini hawakumtambua, lakini alipomega ule mkate akawapa, wakafumbuliwa macho. Hivyo nasi tunaalikwa kupitia Ekaristi Takatifu, ambapo Ekaristi Takatifu ina majina mengi: karamu ya Bwana, misa takatifu, sakramenti takatifu ya altari, komunyo takatifu, sadaka takatifu, kuumega mkate na kadhalika na kadhalika. Tunaalikwa tuweze kuishiriki, na ili kuweza kuishiriki tuache yale matendo yetu mabaya. Tuyaache yale matendo yetu mabaya, na kama tunavyofundishwa, ili tuweze kupokea sakramenti ya Ekaristi lazima tuwe na neema ya utakaso. Na katika kuwa na neema ya utakaso tusiwe na dhambi ya mauti. Mwenye dhambi ya mauti anakosa neema ya utakaso. Hivyo tunapaswa tusiwe na dhambi ya mauti, tuungame na kwamba tupokee sakramenti ya kitubio kabla ya kwenda kufanyaje? Kupokea sakramenti ya Ekaristi. Na mwenye dhambi ya mauti yuko gizani, macho yake yamefumbwa, lakini anapoenda kuungama, anapokea Ekaristi Takatifu, macho yake yanafumbuliwa, anatambua Yesu, anatambua miujiza ya Yesu, anajisikia mwili wake upo vizuri, anajisikia roho yake ipo vizuri. Tunaalikwa pia kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu tuwe na imani. Na kama somo la pili tunavyotueleza kwamba tunapokuwa na imani kama Mungu alimfufua Yesu katika somo la pili, nasi tukiwa na imani kwamba tutaingia mbinguni, tutafika mbinguni. Hivyo tunaalikwa tuwe na imani na tusipokee Ekaristi Takatifu kwa mazoea. Ndugu zangu wapendwa, Ekaristi Takatifu tusipokee kwa mazoea, bali mama kanisa anatualika, mafunzo yanatualika kwamba angalau tufunge chakula muda wa risali moja. Leo tusitumie kabla ya kwenda kupokea Ekaristi Takatifu, tuwe safi mwilini. Nakumbuka wakati tukiwa nasoma, ilikuwa tuko wanafunzi kwa tunasoma, kwa tukienda kupokea Ekaristi Takatifu, ilikuwa kama umechora ule mkono wako. Sasa wanafunzi ukuta umechora na mkono na kalamu, baada anakuambia hapana. Alikuwa anatukuminisha mdomoni na anafundisha kwamba tukienda kumpokea Yesu tumweke sehemu safi, sio sehemu chafu. Tukawa tunahimizwa pia kusugua ulimi, tumweke katika mazingira masafi, sio mazingira ya mwili tu,
na roho iwe safi, na tuwe na adabu pia na heshima kabla ya kupokea nini? Hiyo Ekaristi Takatifu. Tusipokee kwa mazoea, tusipokee tukiwa na dhambi, ili tuweze kufumbuliwa macho yetu. Na katika hiyo Ekaristi Takatifu tunapata neema nyingi pale tunapoipokea kwa dhati, tunapoipokea katika hali ya usafi. Na neema hizo, moja, hulinda na kuongeza neema ya utakaso iliyo uzima wa roho zetu. Inatupatia uzima, inatupatia neema ya utakaso, ambapo neema ya utakaso inatufufua kutoka katika hali ya dhambi na kutupatia neema ya utakaso. Tunapopokea vizuri sakramenti ya Ekaristi Takatifu, hutuondolea dhambi ndogo na kupunguza hatari ya kutenda dhambi kubwa. Kwa akili ya kawaida tu, ndugu zangu wapendwa waamini, yeyote ambaye anajiweka kuishi maisha mazuri kwa ajili ya kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu lazima atajizuia kutenda dhambi, kwa sababu anajua akitenda dhambi atashindwa kushiriki kikamilifu katika kupokea nini? Sakramenti ya Ekaristi Takatifu, na atakosa neema, ataingia katika giza. Kwa hiyo lazima atajizuia kutenda nini? Dhambi kubwa. Pia kupokea Ekaristi Takatifu inatutia bidii na nguvu ya kutenda mema, na kutenda mema kunatuongezea kuwa na imani, kunatuongezea kuwa na matumaini, kunatuongezea kuwa na mapendo. Yeyote yule anayepokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu lazima uweze kukutana na chuki na ndugu yake. La sivyo, kama anampokea, abadilike kuanzia leo, aache, apatane na ndugu yake, awe na mapendo na ndugu yake, awe na imani pia na kile anachopokea. Sio unapokea sakramenti ya Ekaristi, unaenda kanisani asubuhi, unapokea sakramenti ya Ekaristi, na kisha mchana unaenda kwenye matambiko kusafisha viganja, kuona sijui nyota. Hiyo unaikufuru sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Matumaini, kuwa na matumaini. Na neema nyingine tunayoipata kwamba huleta umoja katika kanisa. Sio sisi na Kristo tu, bali sisi kwa sisi. Tunapoipokea ile sakramenti ya Ekaristi, tunapata neema, tunaunganika kwa pamoja katika Kristo. Na ndiyo maana misa inatuleta sehemu moja, tunakusanyika sehemu moja. Ukisema katika katekisimu ya mafundisho ya komunio ya kwanza ya Jimbo Katoliki Moshi, wameelezea vizuri misa ni nini. Misa ni sadaka safi ya Wakristo, sadaka safi ya Wakristo kwa Mungu, na ndiyo sadaka ya Agano Jipya, ambapo Kristo kwa njia ya padri anamtolea Mungu Baba mwili na damu yake katika umbo la mkate na divai, kama alivyojitolea mwenyewe juu ya msalaba. Hivi kupitia misa takatifu ambayo ni sadaka safi ya Wakristo, kwa kupitia mikono ya padri, kupitia mikono ya padri anamtolea Mungu Baba mwili na damu yake. Mambo kwa njia ya Kristo, kwa kupitia mikono ya padri anamtolea Mungu Baba mwili na damu yake katika maumbo ya mkate na divai. Katika maumbo ya mkate na divai tunapokea. Hivyo vitu vyote hivyo vinatuunganisha katika umoja, katika kanisa, katika Kristo na kwa sisi wenyewe. Mpendwa, tunaalikwa tusiende kupokea hii Ekaristi Takatifu tukiwa na dhambi rohoni, na tukienda kupokea tunakuwa tumetenda dhambi kubwa, yaani dhambi ya kukufuru sakramenti. Na hii tunaipata katika waraka wa Mtume Paulo wa kwanza, Mtume Paulo kwa Korintho sura ya 11 aya 29. Hivyo kanisa linatualika, linatuhimiza
kupokea komunyo takatifu kila siku tunaposhiriki misa. Tunaalikwa kupokea kila tunaposhiriki misa. Na kama tulivyoona wale mitume walifumbuliwa baada ya kupewa mkate ambao Yesu aliugeuza. Ile siku ya karamu ya mwisho aligeuza mwili wake akasema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Akatoa kikombe cha divai akasema, twaeni mnywe nyote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi zetu. Tufanye hivi kwa kumkumbuka. Aliwapa wale mitume mamlaka kuadhimisha sakramenti ya Ekaristi. Na ni kweli Yesu yumo chini ya hayo maumbo mpaka sasa, kwa kuwa aliahidi kutupatia chakula kutoka mbinguni, yaani mwili na damu ya kitakatifu. Hivyo Wakristo wapendwa, niwaalike katika Dominika hii ya 3 tumuombe Yesu mfufuka ili aweze kutufufua kutoka katika giza, tuweze kufufuka na Yesu katika mwanga. Kama tunavyoona mshumaa wa Pasaka unavyotuangazia, tuweze kubadilisha ile mienendo yetu na kuweza kuishi katika mienendo mizuri. Tuweze kutoka katika zile dhambi zinazotupelekea kutengana na Yesu, kwa sababu tunapotenda dhambi tunatengeneza ukuta. Kwa sababu tunakataa yale matendo ya Yesu, tunajenga ukuta sisi wenyewe. Tunajenga ukuta na tunaamua kwenda pembeni. Hivyo tunaalikwa turudi kupitia sakramenti ya nini? Sakramenti ya kitubio. Na tuweze kuishi vyema tukimpendeza Mwenyezi Mungu, tukisikiliza mafundisho yake, tukisikiliza viongozi wa dini, mapadri, maaskofu, yale yote wanayotufundisha, ili tuweze kufika mbinguni na nini sisi siku moja, kama somo la pili Mtume Petro anavyotualika. Tuwe na tumaini kwa Mungu ili na sisi tuweze kufika wapi? Tuweze kufika mbinguni. Niwatakie Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.